wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo alimwapisha waziri mkuu mpya Mwigulu Nchemba na baadaye anatarajia Rais Samia Suluhu Hassan leo amemwapisha waziri mkuu mpya Mwigulu Nchemba na baadaye anatarajia kulihutubia bunge la nchi hiyo kama ishara ya kulizindua rasmi. Wananchi na wanasiasa mbalimbali wameelezea matarajio yao katika hotuba hiyo ya Rais Samia. Mwandishi wetu wa Dodoma Deokaji Makomba anayo maelezo kamili. Rais Samia atalihutubia bunge hilo la 13 kwa mara ya kwanza mara baada ya kupatikana kwa waziri mkuu, spika wa bunge na naibu wake, huku kukiwa na matarajio kadhaa yanayosubiriwa kwa hamu kubwa na wananchi, ikiwemo kusikia swala la hali ya demokrasia na usalama nchini Tanzania ilivyo hivi sasa. Wakizungumza na DW kuelekea hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan hii leo, wananchi na wanasiasa mbalimbali wanasema matarajio yao katika hotuba hiyo ni kusikia msimamo wa serikali, hasa kuhusu maandamano yaliyosababisha vurugu wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu, pamoja na mikakati ya kurejesha hali ya kawaida ya usalama kufuatia sintofahamu hiyo. Naitwa Jackson Robert Kabara, Jackie Masamaki. Ni kubwa ni kuunganisha nchi tu, kuunganisha taifa. Ndio kikubwa ambacho nafikiri mama atakiongelea. It's 14 hours. Nimeona mama, lakini mimi nimezunguka nchi hii. Nimeona miradi anayoifanya Mama Samia. Ni mama mmoja wa viwango sana. Ni mtu ambaye hapendi makelele. Lakini angekuwa ni mtu wa kujionyesha. Nafikiri amefanya mambo makubwa sana kwenye taifa hili. Kwa majina naitwa Musa G. Sostenes almaarufu Kalidushi, natoka Mwanza, jimbo la Ilemela. Kwa matarajio yangu makubwa kwa hotuba ya Mheshimiwa Rais kwa siku ya leo, ninaamini kabisa itakuwa inakwenda kukonga nyoyo za Watanzania. Ninaamini kabisa kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni taasisi, na taasisi hii inafanya mambo makubwa katika nchi. Leo ninaamini baada ya kuhutubia Watanzania tutakuwa na nyoyo nyepesi, kwa sababu ninaamini tunakwenda kwenye maridhiano kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mbali na wananchi wa kawaida kueleza matarajio yao katika hotuba ya Rais Samia hii leo atakapokuwa akilizindua bunge, na wabunge mbalimbali waliozungumza na DW wanasema kuwa wanatarajia kusikia kutoka kwa kiongozi huyo swala zima la ulinzi na usalama pamoja na huduma za kijamii katika kumletea maendeleo Mtanzania. Rebecca Sanga Msemwa, mbunge wa viti maalum mkoa wa Njombe, na Daktari Jafari Rajabu Seifu, mbunge wa jimbo la Busanda mkoani Geita, wana maoni haya. Kitu cha kwanza ambacho nategemea Mheshimiwa Rais atakwenda kukiongea ni suala la ulinzi na usalama wa nchi yetu. Nategemea sana atatoa maelekezo kwa vyombo vyake vya ulinzi na usalama kuhakikisha vinashirikiana na wananchi wote kwa ujumla katika kumaintain amani na usalama ya nchi yetu, lakini nategemea atasisitiza sana umoja na ushikamano kwa Watanzania wote katika kipindi hiki na kipindi chote kijacho. Dr. Samia Suluhu Hassan tunamuona katika uelekeo sahihi wa kuliunganisha taifa. Muda wote amekuwa akisema amani katika nchi yetu, viongozi wa dini wahubiri amani, muungano, tukiwa na umoja na amani yetu kama ni tunu. Tukisha kuwa na maridhiano, anapenda sana kuongelea swala la 4R, tukae chini, reconciliation, tuzungumze. Mkishaweza kukaa chini kwenye amani mkazungumza, basi mnapata taifa moja. Mkishapata taifa moja, tayari mnakubaliana kwenye ajenda za maendeleo. Tanzania iliingia katika maandamano yaliyosababisha vurugu na vifo wakati na baada ya uchaguzi mkuu mnamo Oktoba 29 mwaka huu na kuleta mgawanyiko miongoni mwa jamii. Kwa msingi huo, ni matarajio ya watu wengi kusikia kitakachozungumzwa na Rais Samia katika hotuba yake ya kwanza hii leo atakapokuwa akilizindua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Deokaji Makomba, DW, Dodoma. Na bila shaka tutafuatilia na kukuarifu hapo baadaye kilichojitokeza kutoka huko Dodoma. Na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limekutana hii leo katika kikao maalum cha kuangazia hali katika eneo la Al-Fashar nchini Sudan kufuatia wasiwasi unaozidi kuongezeka kuhusiana na mauaji ya kimbari yaliyofanywa baada ya mji huo kuangukia mikononi mwa wanamgambo wa RSF. Lilian Mtono anaangazia kikao hicho na mengineyo yanayojitokeza kwenye mzozo wa Sudan. Kikao hicho maalumu kimefunguliwa leo Ijumaa mjini Geneva. Mataifa wanachama watauangazia muswada wa azimio linaloomba kupelekwa ujumbe wa dharura wa Umoja wa Mataifa utakaochunguza na kupata ukweli kuhusu ukiukwaji wa hivi karibuni unaodaiwa kufanywa na wanamgambo wa RSF na washirika wao huko Al-Fashir, pamoja na kuwatambua wahusika. Hali ni ya kutisha sana Al-Fashir. Ninachohofia ni kwamba tunapozungumza sasa tunaweza kuona haya yanajirudia huko Kordofan Kaskazini.
Kaskazini. Kwa hivyo natumai kwamba jumuiya ya kimataifa sasa itaamka, licha ya tahadhari tulizotoa mwaka mzima kwamba wao wamesahaulika, na ndio maana tunaona kinachotokea sasa Darfur na haswa El Fasher. Tayari mauaji na mateso yamekwisha anza kushuhudiwa katika mji wa Kordofan, hii ikiwa ni kulingana na baadhi ya wakazi wa eneo hilo. Miongoni mwao waliozungumza amesema wanamgambo wa RSF huvamia nyumba zao na kuanza kuwapiga na kuwatesa na mara nyingine kuwaua bila ya sababu za msingi. Mlango wa nyumba huko bara ulikuwa wazi na huwezi kuufunga. Milango inabaki wazi, kisha unakaa kuwasubiri RSF. Kama wasipokukuta chumbani ama bafuni, wanawaua watu wengine wengi. Kwa hiyo inabidi ukae kuwasubiri. Wanaingia na wakifika tu, kabla ya kusema ama kukuuliza chochote, wanakupiga vibaya sana hadi mwili unakufa ganzi. Mimi walinipiga kichwani hadi nikahisi kama nimepigwa na umeme. Umoja wa Mataifa umesema damu nyingi inayomwagika kwenye mji huo wa Al Fasher inautia doa ulimwengu ambao umeshindwa kuvimaliza vita na machafuko. Kulingana na TUK, picha zilizopigwa kutokea angani zimeonyesha damu zilizoganda ardhini. Amesema maafisa wake wanakusanya ushahidi wa ukiukwaji na ambao utatumika kwa ajili ya kuwawajibisha wahusika, na kwamba tayari mahakama ya kimataifa ya makosa ya uhalifu ICC imeashiria kwamba inafuatilia kwa karibu hali hiyo. Akasema wale wote wanaohusika kwenye mzozo huu wajue ya kwamba wanawaona na mkono wa sheria utachukua mkondo wake. DW tunavuma kwa kishindo. Ni kukumbushe tu msikilizaji kwamba hapo baadaye kwenye mjadala wetu leo tutaiangazia hali ya kisukari huko barani Afrika, lakini hasa tukizingatia leo ni siku ya kupambana na ugonjwa wa kisukari duniani. Kwa hiyo usiondoke kupata elimu, kwa sababu tutakuwa na daktari ambaye atatufahamisha mengi kuhusiana na maradhi ya kisukari na namna ya kudhibiti kisukari, lakini pia namna ya kujaribu kujiepusha kupata kisukari ni baadaye hapo. Lakini sasa tunakwenda nchini Urusi kuangalia mzozo wa Urusi na Ukraine ambazo zimeshambuliana usiku wa kuamkia leo kwa ndege za droni na makombora, huku mashambulizi hayo ya kila upande yakisababisha vifo na uharibifu wa majengo. Hayo yanajiri wakati washirika wa nchi za magharibi wa Ukraine wakizidisha shinikizo dhidi ya Moscow. Silvia Mwihozi na taarifa zaidi. Shambulizi la Urusi la usiku wa kuamkia leo, zaidi likiulenga mji mkuu wa Kiev, limewaua watu 4 na kuharibu majengo kote mjini humo, kulingana na mamlaka za Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky amesema hilo lilikuwa shambulio lilopangwa kwa makusudi na limelenga kusababisha madhara makubwa kwa watu na miundombinu ya kiraia. Ameongeza kuwa Urusi imerusha droni zipatazo 430 na makombora 18. Huduma ya dharura ya Ukraine imewaokoa dazeni ya watu kutoka katika majengo yaliyoshika moto na kuharibiwa katika shambulizi hilo, wakati polisi wakisema nyumba zipatazo 30 za makazi ya watu zimeharibiwa katika wilaya 9. Kwa upande mwingine pia Ukraine nayo imefanya shambulizi la droni mapema leo Ijumaa na kuharibu meli iliyokuwa imetia nanga, majengo ya makazi na ghala la mafuta katika mji wa bandari nyeusi wa Urusi wa Novorossiysk na kuwajeruhi wafanyakazi 3. Bandari hiyo ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta ya Urusi. Bei za mafuta duniani zimepanda kwa 2% kutokana na hofu ya usambazaji baada ya shambulio hilo. Miundombinu ya mafuta ya Urusi imetatizika mara kwa mara mwaka huu kutokana na mashambulizi ya droni na boti. Bandari zilizoko katika bahari za Baltic na bahari Nyeusi pamoja na mfumo wa bomba kuu na vinu vya kusafisha mafuta vimekuwa vikilengwa. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov akizungumza na waandishi wa habari jana alisema Urusi bado inataka amani. Urusi inataka amani. Urusi iko tayari kusuluhisha suala la Ukraine kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia. Lakini kukosekana kwa fursa kama hiyo, huku serikali ya Kiev ikifunga mlango wake, tutaendelea na operesheni maalum ya kijeshi. Kipaumbele chetu kikuu ni kuhakikisha maslahi yetu, usalama kwa vizazi vijavyo na kutimiza majukumu yaliyo mbele yetu. Mashambulizi hayo ya pande mbili yanafanyika wakati washirika wa magharibi wa Kiev wakizidisha shinikizo dhidi ya Urusi.
Urusi. Hapo siku ya Jumatano, Kanada ilizindua vikwazo vipya vinavyolenga miundombinu ya utengenezaji wa droni na uzalishaji wa mafuta wa Urusi, sambamba na miundombinu inayotumika kuanzisha mashambulizi ya kimtandao. Aidha pia mawaziri wa mambo ya kigeni wa kundi la nchi 7 zilizopiga hatua kiviwanda walitaka usitishaji mara moja wa mapigano Ukraine, wakielezea msaada usioyumba wa ulinzi wa eneo hilo. Na wakati huo pia tume ya Umoja wa Ulaya inakusudia kutumia sehemu ya mali za Urusi zilizofungiwa ili kuweza kuikopesha Kiev kwa ajili ya bajeti yake na msaada wa kijeshi kwa kipindi cha miaka 2 ijayo. Alikuwa ni Silvia Mwehozi huyo na ripoti hiyo kuhusiana na hali ya mambo katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Na tunakupeleka hivi sasa huko Mashariki ya Kati. Kumeshuhudiwa mivutano kati ya walowezi wa Kiyahudi na Wapalestina katika ukingo Magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Msikiti mmoja umeteketezwa kufuatia vurugu hizo, hatua iliyopelekea baadhi ya viongozi wa Israel kulaani vitendo vya walowezi hao. Babu Abdallah amefuatilia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati na hapa ametukusanyia yote yaliyojiri. Mamlaka ya Palestina imeripoti kuwa wanajeshi wa Israel wamewaua wavulana wawili wa Kipalestina wenye umri wa miaka 15 katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu, huku Israel ikiwaita wavulana hao magaidi waliokuwa wakielekea kufanya shambulio. Hata hivyo, jeshi hilo halikutoa maelezo zaidi, huku mamlaka ya Palestina pia haikutoa maelezo ziada kuhusu tukio hilo. Tukio hilo limetokea katika wakati ambapo mivutano kati ya walowezi wa Israel na Wapalestina katika ukingo wa Magharibi imeongezeka katika wiki za hivi karibuni, hali ambayo imezua shutuma na hata ukosoaji kutoka ndani ya jeshi na serikali ya Israel. Na katika tukio jingine, wizara ya mambo ya nje ya mamlaka ya Palestina yenye makao yake Ramallah imesema walowezi wa Israel wameteketeza moto msikiti wa Haja Amida ulioko karibu na mji wa Deir Istia kaskazini mwa ukingo wa Magharibi. Wizara hiyo imeeleza kwamba tukio hilo linakiuka wazi utakatifu wa maeneo ya ibada na linaonyesha ubaguzi uliokita mizizi unaowaongoza walowezi chini ya ulinzi wa serikali ya uvamizi. Picha za shirika la habari la AFP zimeonyesha nakala za kitabu kitakatifu kwa Waislamu cha Qur'an zilizochomwa na kuta za msikiti zilizochorwa kwa maandishi ya chuki. Jeshi la Israel limesema vikosi vya usalama vimetumwa katika eneo hilo baada ya kupokea taarifa kuhusu washukiwa walioteketeza msikiti huo, lakini hakuna mtu yoyote aliyekamatwa. Uchunguzi wa tukio hilo umehamishiwa kwa polisi wa Israel na taasisi za usalama. IDF imelaani tukio hilo na kusema itaendelea kuhakikisha usalama na utulivu katika eneo hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres pia amelaani shambulio hilo kupitia msemaji wake, akieleza matendo ya vurugu yanayolenga maeneo ya ibada kamwe hayakubaliki. Kuteketezwa moto kwa msikiti huo wa Haja Hamida kumetokea siku moja tu baada ya mkuu wa jeshi la Israel Luteni Jenerali Eyal Zamir kuahidi kusitisha vurugu zinazofanywa na walowezi. Israel imeukalia ukingo wa Magharibi tangu mwaka 1967 na zaidi ya walowezi wa Israel 500,000 wanaishi katika maeneo ya makazi yaliyojengwa katika eneo hilo. Kituo cha kudhibiti magonjwa ya milipuko barani Afrika CDC kimetangaza kwamba kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 25 iliyopita bara la Afrika linakabiliwa na milipuko mingi ya ugonjwa wa kipindupindu. CDC imeyatangaza hayo mjini Addis Ababa nchini Ethiopia katika kikao na waandishi wa habari, huku ikitaja kuwa chanzo cha tatizo hilo ni mizozo inayoendelea barani Afrika, lakini pia mifumo hafifu ya kuhifadhi na kutunza mifumo ya maji katika makazi ya watu. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanus Karimera. Kituo hicho cha CDC kimesema kwamba tayari watu 7,000 barani Afrika wameshapoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo wa kipindupindu, huku vikirekodiwa visa vingine 300 vya ugonjwa huo. Idadi hiyo ya vifo, CDC inasema inaonyesha ongezeko la 30% ya vifo kama hivyo ndani ya mwaka mmoja uliopita. CDC pia imesema kwamba nchi za Angola na Burundi zimeathirika zaidi kwa wiki za hivi karibuni, ambapo sababu kubwa ya ongezeko hilo katika nchi hizo ni pamoja na mifumo mibovu ya maji safi na salama,
kwa wananchi. Kituo hicho kimesema ugonjwa wa kipindupindu ni hatari na ni mkali sana kutokana na kusambaa kwa haraka endapo mifumo ya maji taka na maji ya matumizi ya nyumbani vinapokuwa havitunzwi vizuri ipasavyo. Hata hivyo, mlipuko wa magonjwa hayo ambao awali ulikuwa ukiripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeendelea kudhibitiwa ipasavyo, hali ambayo sasa inaonekana kusaidia kupunguza kiwango cha kuenea kwa maambukizi ya ugonjwa huo nchini humo. Taarifa ya CDC pindu yanayoonekana kusambaa kwa kasi katika maeneo yenye mizozo na vita, na hali hii inaendelea kusababisha hali ya wasiwasi na maambukizi zaidi, hasa katika kambi za wakimbizi ambapo kuna msongamano wa makazi na watu, huku mfumo wa maji safi na salama ukiwa hautoshi. Lakini kwa upande mwingine, nchi za Somalia na Sudani Kusini pia zimeonekana kuendelea kufanya vizuri kwa sababu awali zilisumbuliwa na milipuko ya ugonjwa huo. Dr. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa CDC Africa, amesema kwamba kipindupindu bado ni tatizo kubwa, ni kana kwamba kila mwaka kuna ongezeko la maambukizi ya ugonjwa huo, huku akisema kwamba bila maji safi na salama ugonjwa huu hauwezi kukomeshwa. Dr. Kaseya amesema kila mwaka bara la Afrika linahitaji chanjo milioni 54 za ugonjwa huo wa kipindupindu, lakini zinazopatikana ni nusu ya kiasi hicho, swala ambalo linaendelea kuyaweka hatarini maisha ya Waafrika wengi. Akasema hilo ni swala lisilokubalika, huku akizitaka nchi za Kiafrika kuharakisha mchakato wa kutengeneza chanjo barani Afrika. Lakini kwa upande mwingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwahutubia viongozi wa Afrika mapema wiki hii aliutaka ulimwengu ulioendelea kutoipa kisogo Afrika. Dunia haitakiwi kuipa mgongo Afrika, sehemu ambako kunaishi 1/5 ya binadamu wote. Hii ni sehemu kubwa na ustawi ni mkubwa mno. Kituo hicho cha CDC kimesema pia kwamba nchi ya Ethiopia imerekodi visa 8 vya homa kali ya mlipuko ambayo bado haijatambuliwa, lakini kwamba uchunguzi wa kina na wa mara moja umeanza ili kuweza kudhibiti mlipuko huo. Katika maeneo mbalimbali barani Afrika pia janga la ugonjwa wa mpox ambao hapo awali ulisadikiwa kuwa watu wengi nchini Tanzania na maeneo mengine sasa umedhibitiwa.